Wengi tulikuwa tunafahamu ukweli wa kwamba Dylan Abdul, mtoto wa Hamisa Mobeto, ni baba yake ni Diamond Platnumz, lakini tunafahamu kwamba kulikuwa kuna sintofahamu hivi juzi kati ya kile kilichoweza kutokea, Diamond kuonyesha dalili za kuweza kumkataa Dylan na vitu kama hivyo, kwamba sio mtoto wake. Lakini kwa kile ambacho kimeweza kumpata Hamisa Mobeto kwa sasa hivi kinaonyesha taswira ya wazi wazi kwamba pengine sasa Diamond kwa upande wake itabidi tu aweze kuonyesha huruma ya kumchukua Dylan ili aweze kuilinda ndoa ya Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki kutokana na kile ambacho kinaendelea. So mimi ngoja nikusanue hapa kipi ambacho kimeweza kutokea na kinaendelea sasa hivi kwa upande wa Hamisa Mobeto, kwa sababu hii taarifa inaonekana ina trend sana chini ya kuhusiana na Hamisa Mobeto kwenye ndoa yake. Lakini pia sijui kwa nini Aziz Ki amebadilika mapema kiasi hiki, ingawaje ni ngumu sana kwa wao kuachana, lakini hiki kinaweza kama kinatafsiri kitu gani ambacho mimi nataka nikwambie hapa. Muhimu zaidi join na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote, lakini nikukumbushe mdau wangu wa maana kabisa kutumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, utakometisha sana. Mimi naitwa Gabi Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile taarifa zote ambazo ni exclusive unakuwa unazipata hapa on time. Sasa imekuwa ni muda mrefu sana tangu tumeshuhudia Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki walipofunga ndoa, na ilikuwa ni moja ya ndoa ambazo kwa upande mmoja ama mwingine zilipokelewa vizuri sana na mashabiki walizifurahia sana, kwa sababu ni kati ya ndoa chache za mastaa ambazo walizitabilia makubwa sana kuweza kutokea. Na tulishuhudia moja ya kitu cha kiungwana sana ambacho kiliovutia watu wengi na kumpongeza Aziz Ki pamoja na Hamisa Mobeto ni baada ya Aziz Ki kuweza kukubali na kuwapokea kwa mikono miwili watoto wa Hamisa Mobeto kwa maana ya Fantasy Majizo pamoja na Dylan Nasibu Abdul ambaye ni mtoto wa Diamond Platnumz. Sasa maisha yaliendelea kama kawaida. Sasa hivi ngoma imeweza kugeuka na kwa mpaka kwa muda huu ninavyoongea, mambo yanavyosemekana kule kwa Hamisa Mobeto ni kwamba hali sio shwari, na ni baada ya Aziz Ki kuweza kuamua mwenyewe bila kumshirikisha mwenzake kwa kusema kwamba Hamisa itabidi bwana aweze kuwarudisha hawa watoto kwa baba zao ili mwisho wa siku wasije kudai mapema. Hii ni kauli ambayo of course inasemekana Aziz Ki amekuwa akipigilia msumari sana kumshawishi ama kujaribu kumsisitizia Hamisa Mobeto kwamba aweze kuwapeleka hawa watoto kwa baba zao ili mwisho wa siku sasa isije katokea yeye akawalea mpaka wakaja kuwa wakubwa alafu baba zao wakaja kudai damu zao, na tunafahamu kiukweli damu ya mtu huwa haipotei bure. So inapotokea mtu anaishi na mtoto wa mtu ambaye inajulikana kabisa na iko wazi, Aziz Ki kwa upande wake anaona kwamba inakuwa hai make sense. Kwa hiyo akamwambia Hamisa Mobeto aweze kufanya kila liwezekanalo hawa watoto waweze kurudi kwa baba zao. Sasa kuna kitu kimoja ambacho tunafahamu hapa. Cha kwanza kabisa ni kwamba mtoto wa Hamisa Mobeto wa kwanza ambaye anakwenda kwa jina la Fantasy Majizo, huyu ni wa kike, ni mtoto wa Majizo. Tunafahamu kwamba aliweza kuzaa na huyu bosi wa EFM Radio pamoja na TVE, na huyu hana kipingamizi kabisa kwamba anaweza karudi kwa upande wa baba yake. Lakini ishu kubwa ambayo imeonyesha sasa wasiwasi kwa mkubwa zaidi, na pengine huenda ndoa ya Hamisa Mobeto ikaenda kuingiwa na doa, ni mtoto Dylan Abdul, of course, ambaye tunamfahamu. Tetesi zimekuwa nyingi, stories zimekuwa nyingi kwamba wengine wanasema kwamba ni mtoto wa Diamond Platnumz pamoja na mwenye Hamisa Mobeto, kwamba hata Diamond mwenyewe alikuwa anajua kabisa kwamba huyu ni mtoto wake. Lakini siku za hivi juzi kati, kwa maana ilikuwa ni mwaka jana kama sio mwaka huu, tuweza kuona Diamond Platnumz aliweza kukataa sakata la kwamba Dylan Abdul ni mtoto wake. Kwa hiyo hakutaka kabisa kupokea story yoyote ama taarifa yoyote, na pia alisema kwamba hawezi kuhudumia kiumbe ambacho sio cha kwake. Hii ilikuwa ni taarifa ambayo kwa Hamisa Mobeto ilikuwa mbaya sana, kwa sababu Diamond Platnumz ilionekana kwamba anaikataa damu yake, lakini ni baada ya zile taarifa ambazo zilikuwa zinazuka sana kwamba Dylan sio mtoto wa Diamond Platnumz bali ni mtoto wa Billnass Bilnenga. Of course taarifa zilisambaa sana na watu wengi tulikuwa tunafahamu kwamba kulikuwa kuna mawili. Ukimchunguza vizuri yule mtoto, kuna namna unaona kabisa kwamba kuna kama Billnass fulani hivi unakuja, lakini wengi wanasema hivyo kwamba Hamisa Mobeto aseme ukweli, afunguke, huyu mtoto ni wa nani. Ingawaje Billnass mwenyewe alikuja public kipindi fulani wakati taarifa ina trend, akaja akakanusha na kusema kwamba no, hii sio kweli kwamba Dylan ni mtoto wake. Lakini sura ukiangalia inasadifu kile ambacho watu wengi wamekuwa wakisuspect kwamba huyu mtoto ni wa
Billnass. So Diamond Platnumz alikuja akakataa kwamba huyu mtoto sio wa kwake na hawezi kuhudumia mtoto sio wa kwake, kitu ambacho tumeweza kukiona mpaka sasa hivi mambo yalivyo kwa Hamisa Mobeto pamoja Diamond Platnumz. Maelewano yalikuwa ni zero kabisa, lakini pia ilifika kipindi fulani hivi tukaona kwamba Mobeto wakaamua kubadilisha ubini wa mtoto wake na kuimuita Dylan Mobeto. So ilionyesha kwamba ni dhahiri kabisa amekubaliana na matokeo yote kwamba huyu mtoto sasa sio mtoto wa Diamond Platnumz bali ni mtoto wa Hamisa Mobeto na baba yake ni Hamisa Mobeto yeye mwenyewe. So kwa hiki ambacho kinatokea sasa hivi, maana yake kinatengeneza ugumu wa kwamba Hamisa Mobeto ataamua mpeleke huyu mtoto wapi. Pengine ingekuwa rahisi sana kumpeleka kwa Mama Dangote kama Diamond Platnumz angeweza kukubali kwamba okay, huyu mtoto ni wa kwangu, lakini pengine angemruhusu angepata chance ya kuweza kumleta mtoto kwa Diamond Platnumz ili mwisho wa siku sasa Diamond aweze kuishi na mtoto wake, lakini hapo inakuwa ngumu zaidi. Kwa Billnass mambo ni magumu zaidi kwa sababu hajawahi hata siku moja Billnass kukubali kwamba Dylan ni mtoto wake, mpaka kufikia hatua ya Hamisa Mobeto kuweza kubadilisha ubini wa mtoto wake na kuweza kumpa jina la Dylan Abdul. So it means kwamba yeye alikuwa yuko tayari kukubaliana na lolote na alikuwa ameshakubaliana na chochote kwamba huyu mtoto sasa ni mtoto wa Hamisa mwenyewe, yani baba ni Hamisa Mobeto, mama ni Hamisa Mobeto, kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi zaidi, lakini kila mtu ilibidi tu aweze kukubaliana na hali halisi kwamba huyu mtoto basi atakuwa kama vile ambavyo Hamisa Mobeto ameweza kuamua. Lakini cha kushangaza zaidi, ukiingia hata pale kwenye Instagram account ya huyu mtoto anajiita Dylan Mobeto, na mtoto mamake aliamua kubadilisha na kuweza kuweka hivyo tofauti na mwanzoni jinsi ambavyo alikuwa anaitwa hivyo. So maswali yamekuwa mengi sana, kila mmoja anajaribu kuuliza kwamba sasa huyu mtoto ataenda kwa nani kama Aziz Ki akiweza kukaza, kwa sababu jamaa hataki kuhudumia familia ya watoto familia ambayo ina wazazi wao, yani hataki kuhudumia watoto ambao tayari wana baba zao wakiwa hai kabisa, na ndio maana anakaza kiasi hiki, ingawaje hajaonyesha nia kwamba Hamisa endapo asipowashughulikia hawa watoto wakitoka pale, basi huenda ukawa ni mgogoro mkubwa baina yake pamoja na Aziz Ki. Lakini yote kwa yote, unajua watu huwa wanabadilika, so lolote inaweza katokea, just kwamba sijui Hamisa mpaka sasa hivi atakuwa anawaza nini. Lakini kwa upande wako wewe kama shabiki, mimi naamini kabisa unaweza kuweka comment yako kwamba kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kati ya Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki na kuhusiana na sakata zima la Dylan ambaye haijulikani atapelekwa kwa nani kama Aziz akiendelea kukazia ili sakata la kwamba Dylan apelekwa kwa baba yake, ili mwisho wa siku Aziz Ki aweze kulea ile familia ambayo anajua kabisa moja kwa moja inamhusu. Comment yako nipi kuhusiana na hiki? Tuambie hapo chini ya hii video kuhusiana na hiki ambacho umeanza kutazama hapa, lakini muhimu zaidi nikukumbusha, tazama chini ya hii video, bonyeza neno subscribe, utakometisha sana. Mimi ni Gabi Official, mpaka next video. Bye bye.